Bwana Yesu asifiwe, watumishi wa Mungu. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu aliyetupa neema na kibali. Ni siku rafiki, siku nzuri kabisa, siku ya Jumatatu. Kipekee nichukue nafasi hii, mtumishi wa Mungu, kukaribisha kwenye ibada yetu ya Morning Glory. Niukaribisha sana kwa ajili ya neno ambalo Mungu ameliachilia kwa watumishi wa Mungu ambao wapo leo hapa kwenye ibada hii. Natamani kabla ya yote tuende mbele za Mungu tukamshukuru Mungu. Twende tukaombe kwa pamoja, tukamshukuru Mungu kwa ajili ya kutuamisha salama, tukamwambia Mungu asante kwa ajili ya uzima, kwa ajili ya afya, kwa ajili ya kibali. Twende mbele za Mungu tukaombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo anayetenda hai, asante kwa ajili ya asubuhi ya leo. Asante kwa ajili ya neema na kibali ambacho Mungu umetupa sisi watumishi wako. Umetulinda, umetupigania, haujatuacha Bwana. Tumeuona mkono wako ukituchunga usiku kucha, umetupigania, haujatupungukia. Asante kwa ajili ya neema, asante kwa ajili ya kibali, asante kwa ajili ya ulinzi, asante kwa ajili ya mengi ambayo umeyatenda katikati yetu. Katika jina la Yesu Kristo anayetenda hai, ninanyenyekea kwako Baba, Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye uweza. Ninaomba toba kwa ajili ya kila mmoja anaendelea kufuatilia mafundisho yetu. Ninaomba toba kwa ajili ya mama huyu, kwa ajili ya baba huyu, kwa ajili ya watoto wake, kwa ajili ya nyumba yake, katika damu ya Yesu Kristo. Damu yako Bwana inaonena mema, ikanene mema asubuhi ya leo, ikanene mema juu ya watumishi wako, ikanene mema juu ya dada huyu, ikanene mema juu ya baba huyu, ikanene mema kwa habari ya kazi yake, katika jina la Yesu Kristo anayetenda hai. Roho Mtakatifu ni mwalimu, karibu tuhudumie. Sema nasi Bwana, tufundishe, fundisha akili zetu tukapate kukuelewa. Upako wako na nguvu zako zikawa katikati yetu. Tunakataa kabisa kila uzito wa watu kufunguliwa, kila uzito wa aina yoyote kwenye ibada hii tunakataa kwa jina la Yesu. Tunafunga na kunyamazisha kimya kila ufalme wa giza, kila uchawi na ushirikina katika damu ya Yesu. Roho Mtakatifu, karibu tufundishe kwenye wiki hii. Tunakualika roho ya hekima, roho ya maarifa. Sema nasi Bwana, zungumza nasi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana, watumishi wa Mungu. Kipekee nichukue nafasi hii kumkaribisha mtumishi wa Mungu. Leo tuna mtumishi wa Mungu ambaye atatembea nasi wiki hii nzima. Ataenda kutufundisha, kuna kitu kikubwa ambacho Mungu amekiweka ndani yake. Mtumishi wa Mungu anaitwa Dines, ambaye Mungu amempaka mafuta. Ni mtumishi wa Mungu ambaye anafanyika baraka sana. Wako wengi ambao wanafunguliwa kupitia yeye, wako wengi ambao wanainuliwa kupitia yeye. Mtumishi wa Mungu Dines, karibu sana kwa ajili ya ibada hii. Karibu sana kwa ajili ya kusema na watumishi wa Mungu wiki hii nzima. Karibu mtumishi wa Mungu. Karibu sana kwa ajili ya ibada hii. Bwana Yesu asifiwe, mtumishi wa Mungu. Karibu sana kwenye ibada yetu ya Morning Glory. Isikie furaha na watu hawa wako tayari kusikiliza. Karibu sana. Mungu abariki sana. Karibu mtumishi wa Mungu. Shalom mtumishi. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unayenisikiliza, kijana, mama, baba, binti, kaka, dada, ninakusalimu kwa jina la Yesu Kristo, jina lipitalo majina yote. Nami ninamshukuru Mungu kwa ajili ya kibali siku ya leo. Kwa majina naitwa Dines Xavier. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya neema na kibali cha kuwa mahali hapa na kuweza kusema kile ambacho Mungu amekusudia niseme na nyinyi katika siku ya leo. Basi naomba niwakaribishe katika kipindi chetu hiki cha Morning Glory siku ya leo ya Jumatatu. Naomba tujifunze kitu kimoja ambacho ni cha muhimu katika maisha yetu ambayo kila siku tunaishi. Neno linasema maombi ya kukombolewa kutoka katika roho ya utumwa. Maombi ya kukombolewa kutoka katika roho ya utumwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuanze na kujua kwamba utumwa ni nini. Utumwa ni hali ya mtu kuwa chini ya mamlaka au kuwa chini ya nguvu inayomfanya ashindwe kuishi kwa uhuru aliyokusudiwa na Mungu. Narudia tena, utumwa ni hali ya mtu kuwa chini ya mamlaka au nguvu inayofanya ashindwe kuishi kwa uhuru aliyokusudiwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Au kwa namna nyingine unaweza ukasema utumwa ni kitu chochote ambacho mtu anakifanya pasipo kutumia akili zake. Chochote kile ambacho unaona unakifanya pasipo wewe mwenyewe kutaka kufanya hiko kitu. Kitu chochote unachokiona wewe unakifanya pasipo wewe mwenyewe kupenda, kuhitaji kufanya kile kitu, lakini unajikuta tu umekifanya. Unakuja kushtuka tayari umekifanya. Hujui umefanyaje, lakini ndio tayari umeshakifanya. Ina maana ukiona dalili hiyo, ukiona namna hiyo, ujue ndani yako una roho ya utumwa, roho inayokutumikisha kufanya vitu tofauti na matakwa yako, tofauti na kusudi la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mfano ulevi.
Kuna mtu anatamani kutoka katika ulevi, lakini anapambana kweli, anashindwa. Lakini anaweza akajikuta tu anasema mimi sitaki tena hiki kitu, sitaki kulewa, lakini anajikuta ghafla tayari amelewa. Kuna kitu kingine ni swala zima la uzinzi, uasherati. Mtu hatamani kufanya, lakini anaweza akajikuta amefanya, ajui imekwaje, amefanya. Ina maana huo ni utumwa, ni roho ambayo iko ndani yake inamtumikisha yeye. Ile roho inamtumikisha huyo mtu, roho inavyotaka, sio yule mtu anavyotaka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unakuwa chini ya mamlaka ya hiyo roho inayokutumikisha, sio wewe kuitumikisha ile roho, bali hiyo roho inakutumikisha wewe. Hiyo ndio tunaita utumwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini katika utumwa au jambo hili la utumwa uko katika upande wa kimwili, lakini pia uko katika upande wa kiroho. Ni jambo ambalo linaanzia rohoni. Ina maana kama ni nguvu inayokutumikisha, haianzi mwilini. Unapoanza kuona unachukua hatua, unaenda kunywa pombe, unalewa, usifikiri kwamba ndio imeanzia hapo. Hapana. Ina maana hili jambo limeanza rohoni. Shetani ameanza kukusemesha huko, kwa sababu neno linasema tumeumbwa katika ulimwengu wa roho, alafu ndio tukaja katika ulimwengu wa mwili. Kwa hiyo wewe, tabia unayoiona ndani yako ya ulevi, kwamba unalewa, kwamba una hasira, unafanya hasira lakini hujui unafanyaje, umezini hujui umefanyaje, umefanya uasherati hujui umefanyaje, hilo jambo linaanzia rohoni. Likishatoka rohoni ndipo linakuja katika ulimwengu wa mwili, wewe ndipo unaanza kulifanya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini swala zima la utumwa, kama nilivyosema, ni kwa sababu ni jambo ambalo linaanzia rohoni, halianzi mwilini. Kwa hiyo linaanzia rohoni. Kuna utakavyotumikishwa rohoni, lakini likishakomando linakuja mwilini. Zipo tabia ambazo au viko vitu ambavyo vitafanyika katika ulimwengu wa roho tu peke yake, lakini viko vitu ambavyo vitatoka mpaka katika ulimwengu wa mwili, havitaishia rohoni. Nikishatoka katika ulimwengu wa mwili ndipo pale tunaanza kuviona. Fulani leo au fulani siku hizi mbona amekuwa mlevi? Fulani siku hizi amekuwa na hasira. Fulani siku hizi amekuwa na tabia hii. Fulani siku hizi amekuwa hivi. Ni kwa sababu gani? Ni roho ambayo ilianzia ndani. Sasa imeshindwa kukaa huko ndani, inatoka nje. Ni kama volcano ina erupt, inatoka nje. Watu wengine tunaanza kuona vitu vya tofauti, kwamba ina maana ni roho ambayo imeshakuchakaza kwenye ulimwengu wa roho. Sasa imeamua kuja mwilini kudhihirika, kila mtu aweze kuiona. Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Katika aina za utumwa, ziko aina nyingi za utumwa ambazo zinatukamata, ambazo zinatutawala, ziko aina nyingi. Na wiki hii tutaenda nazo hizo aina zote, tutazijua. Lakini leo naomba nianze na aina hii ya kwanza, inaitwa utumwa wa dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Dhambi ni ile hali ya mtu kutenda kitu tofauti na vile Mungu anavyotaka, au ni ile kufanya kitu ambacho Mungu hakutaka wewe ukifanye. Kwa mfano, neno linatuambia tusiseme uongo kwenye amri 10 za Mungu. Neno linatuambia usiseme uongo. Lakini unaposema uongo, ina maana umefanya nini? Umefanya dhambi. Ina maana zile ni amri Mungu ameziweka. Kwa hiyo hatutakiwi kuzikiuka. Tukikiuka zile amri, tumefanya dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Neno linasema kila atendaye dhambi, huyo ni mtumwa wa dhambi. Kwa hiyo mtu yoyote ambaye anatenda dhambi, huyo ni mtumwa wa dhambi, anatawaliwa na dhambi. Na dhambi ziko za aina nyingi ambazo sisi binadamu tunazifanya. Ukienda kwenye kile kitabu cha Kutoka, ukisoma zile amri 10 za Mungu, utaona anasema kwamba usizini, usiibe, usiseme uongo, usiue, usitamani. Hizo zote ni dhambi. Hizo ni amri ambazo Mungu ameziweka. Lakini ukienda kinyume na hizo amri, tafsiri yake wewe umetenda dhambi, kwa sababu umeenda tofauti na vile Mungu ambavyo amekusudia. Bwana Yesu asifiwe. Umekiuka amri za Mungu, kwa hiyo umefanya tofauti. Kwa hiyo tayari umeingia katika dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini anaposema usizini, ina maana umezini, umeingia kwenye dhambi. Usiseme uongo, umesema uongo, umeingia kwenye dhambi. Na neno linasema huyo atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Kwa hiyo ukishatenda dhambi, ina maana ile dhambi itakufanyaje? Itakutumikisha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana, watu wa Mungu. Lakini kitu kingine, kuna swala pia la, ukisoma kile kitabu cha Warumi sura ya 6 mstari wa 16. Naomba ufungue nami kitabu cha Warumi ile sura ya 6. Haleluya, watu wa Mungu. Fungua nami kitabu cha Warumi ile sura ya 6 na ule mstari wa 16. Neno la Mungu linasema, hamjui ya kuwa
hamjui ya kuwa kwake yeye ambaye mnajitoa nafsi zenu kuwa watumwa wake katika kumtii, mmekuwa watumwa wake yule mnayemtii, kwamba ni utumishi wa dhambi uletao mauti, au kwamba ni utumishi wa utii uletao haki. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, watu wa Mungu. Nadhani tumelielewa hili neno. Anauliza, hamjui ya kuwa kwake yeye ambaye mnajitoa nafsi zenu kuwa watumwa wake katika kumtii, mmekuwa watumwa wake yule mnayemtii. Bwana Yesu asifiwe. Neno linasema kwamba yeye hamjui kwamba yeye yule mnayejitoa kwake, mnaojitoa nafsi zenu kwake yeye kwa kumtii kile anachotaka, kwa kumtii kile anachokifanya, kwamba nyinyi mnakuwa watumwa wake. Kwa hiyo tafsiri yake ni nini? Ni kwamba kama nafsi yako umeitoa kwa kutii kile kitu unachosikia ndani yako, tafsiri yake umekuwa mtumwa wa iko kitu. Sijui kama tunaelewana wapendwa. Yule unayejitoa, sikiliza vizuri hili neno, hamjui ya kuwa kwake yeye ambaye mnajitoa nafsi zenu kuwa watumwa wake katika kumtii, mmekuwa watumwa wake yule mnayemtii. Kwa hiyo kile unachosikia ndani yako, kile unachokisikia kwako wewe ndani, ukikifanya kama unavyokisikia, tafsiri yake umemtii. Kwa hiyo kama umetii ile sauti inayotoka ndani yako, umetii kile kitu unachokisikia ndani yako, tafsiri yake wewe umekuwa mtumwa wa kile ulichosikia ndani yako. Kwa hiyo kama ndani yako umesikia habari ya ulevi, na maana wewe unakuwa mtumwa wa ulevi. Ndani yako umesikia sauti kuhusu uzinzi, ukaendea katika uzinzi, unakuwa ni mtumwa wa uzinzi. Ndani yako umesikia kutukana, unakuwa mtumwa wa hivyo. Kwa chochote unachokisikia ndani, unakuwa mtumwa wa hivyo. Lakini anasema kwamba ni utumishi wa dhambi uletao mauti. Iko unachokitii na kukifanya tofauti na Mungu, huo ni utumishi mwema wa dhambi yako hiyo unayoifanya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unachokisikia huko ndani ndio utumishi wako wa dhambi yako unachokifanya ndani yako, au kwamba ni utumishi wa utii uletao haki. Lakini kama ndani yako utakisikia kile kilichokuwa chema, kilichokuwa cha Mungu, manake ndani yako umebeba utumishi uletao haki ndani yako. Lakini kama utakuwa umesikia cha shetani na ukakifanya cha shetani, ina maana utakuwa ni mtumwa wa shetani. Ukisikia dhambi utakuwa ni mtumwa wa dhambi. Lakini ukisikia kile kilichokuwa cha Mungu, utakuwa ni mtumwa kwa upande wa Mungu na mtumishi mwema kwa upande wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana wapendwa. Haleluya, watu wa Mungu. Lakini pia kuna utumwa mwingine, utumwa wa aina ya pili. Nataka tuangalie hapa. Kuna utumwa wa hofu au woga. Bwana Yesu asifiwe. Utumwa wa hofu au woga, yaani mtu anaishi kwa uoga, unakuwa na ile hali ya uoga, hofu, mashaka inakutawala ndani yako. Inafika hatua unashindwa kufanya maamuzi yaliyokuwa sahihi. Unafika hatua unashindwa kufanya vitu vilivyokuwa sahihi kwa ajili ya faida yako, kwa ajili ya maisha yako. Kwa sababu gani? Hofu imekutawala ndani yako, woga umekutawala ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, watu wa Mungu. Fungua nami kile kitabu cha Waebrania sura ya 2 ule mstari wa 15. Waebrania 2:15. Haleluya, watu wa Mungu. Waebrania 2:15, neno la Mungu linasema, awaache huru wale ambao kwamba maisha yao yote kwa hofu ya mauti walikuwa katika hali ya utumwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, watu wa Mungu. Ili tuipate vizuri, naomba usome pale sura ya 13. Na tena nitakuwa nimemtumaini yeye na tena tazama, mimi nipo hapa na watoto niliopewa na Mungu. Basi kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili, yeye naye vivyo hivyo alishiriki yayo hayo, ili kwa njia ya mauti amharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti, yaani Ibilisi, za mauti, yaani Ibilisi. Awaache huru wale ambao kwamba maisha yao yote
kwa hofu ya mauti walikuwa katika hali ya utumwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, watu wa Mungu. Bado niko pale naendelea kuongelea swala la utumwa, swala la utumwa wa aina ya hofu au woga au mashaka. Kuna watu wamekamatwa na hofu. Kuna watu wanateswa na hofu. Kuna watu wanateswa na woga. Kuna watu wanateswa na mashaka. Bwana Yesu asifiwe. Unapoona hizo dalili ndani yako, unapoona hivyo vitu, dhambi inajirudia ndani yako, unapoona hofu, unapoona woga, unapoona mashaka, inafika hatua mtu anaogopa hata kuanza kitu. Inafika hatua mtu anaogopa hata watu, unakuwa na hofu kwenye vitu ambavyo sio vya kufanya, sio vya kukufanya wewe uone hofu, au sio vya kukufanya wewe usikie hofu ndani yako. Hata mahali ambapo sio hofu unafanya hofu. Lakini kama nilivyosema hapo mwanzo, hili somo tutaenda nalo kwa wiki nzima hii. Lakini leo tumejenga msingi, tumeona hivyo vitu viwili, tutaendelea kuona vitu vingi huko mbele zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Kama somo linavyosema maombi ya kukombolewa kutoka katika roho ya utumwa. Basi katika siku ya leo ya kwanza tumeona hivi ambavyo tumeona, tutaendelea kuona vitu vingi zaidi huko mbele. Katika hivi tulivyoviona, basi nitaomba tuombe kwa ajili ya hivi katika siku ya leo ili tuendelee kutoka katika hizi hofu. Naomba uombe pamoja na mimi. Baba, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu, damu ya mwana kondoo aliye hai, Mungu liye Alfa na Omega, Mungu liye mwanzo na mwisho. Ninakushukuru kwa ajili ya baba huyu, ninakushukuru kwa ajili ya mama huyu, ninakushukuru kwa ajili ya binti huyu, ninakushukuru kwa ajili ya kaka huyu, ninakushukuru kwa ajili ya mtoto huyu, yoyote anayenisikiliza Mungu mtakatifu na kunitazama. Jehova, ninakuja mbele zako Baba, ninasema asante kwa ajili ya watu hawa. Hakika Mungu ni neema yako Mungu mtakatifu. Tunalitukuza na kulimidi jina lako. Asante kwa ajili ya kibali cha asubuhi ya siku ya leo. Mungu, ninakushukuru na kukutukuza. Nami ninakuja mbele zako, ninawaleta watoto wako mikononi mwako Mungu mtakatifu. Baba, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, Mungu mtakatifu, tunakuja mbele zako, tunataka kukombolewa na kutoka katika roho za utumwa. Kuna aina nyingi ya utumwa inazotukamata katika maisha yetu. Watoto wako hawa Jehova, unawajua, unawatambua. Baba, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo, damu ya mwana kondoo aliye hai, ninakuja mbele zako Mungu wa mbinguni, ninawatoa katika roho za utumwa zilizotukamata. Tunatoka kwenye roho za utumwa zilizotushikilia kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu, damu ya mwana kondoo aliye hai. Kila aina ya utumwa adui aliyopanda ndani yetu Baba, leo tunachomoka, leo tunatoka kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo, damu ya mwana kondoo aliye hai. Roho ya utumwa mahali popote ulipokamata, iwe ni roho ya ulevi, utumwa kwenye vinywa vyetu, utumwa kwenye ulevi, iwe ni roho ya uzinzi, kwa jina la Yesu ni roho ya utumwa iliyotushikilia. Chochote kilichotushikilia kilichokuwa kinyume na mpango wa Bwana, chochote kilichotushikilia kilichokuwa kinyume na mpango wa Mungu, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu, tunatoka kwenye hiyo roho iliyotushikilia. Ni roho ya utumwa, kwa sababu Bwana unasema haukutumba ili tuwe watumwa, bali tukutumikie na tutende sawasawa na mapenzi yako. Kila roho ya utumwa ni roho ya adui ambayo ameipanda ndani yetu. Wakati mwingine anatupandia hofu ili tusijue haki zetu, wakati neno lako linasema kwamba wote tuliokupokea umetupa uwezo wa kufanyika kuwa wana. Wana tunatambua haki zetu, wana tunajua haki zetu, lakini ni adui anatukamata ufahamu wetu. Adui anachukua vilivyokuwa vya kwetu, anatoa ujasiri ndani yetu, anajaza hofu, anajaza woga, anajaza mashaka kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Nasi leo tunakuja mbele zako Mungu wa mbinguni, tunakataa roho ya hofu, tunakataa roho ya woga, tunakataa roho ya mashaka kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Tunaziteketeza, tunaharibu, tunapiga, toka chia kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Ewe roho ya hofu uliyemshikilia huyo mama, uliyemshikilia huyo baba, uliyemshikilia huyo kijana, uliyemshikilia huyo mtoto, leo tunakuharibu, leo tunakuteketeza, leo tunakusambaratisha, leo tunakung'oa, toka katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Hauna nafasi, hauna mashaka, hauna mamlaka kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Roho ya hofu achia, roho ya woga achia, roho ya mashaka achia kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Hizo dhambi zinazotukamata huko, utumwa wa dhambi, tunarudia dhambi pasipo kujua, pasipo kutambua, kwa jina la Yesu Kristo tunakataa ndani yetu, kwa sababu tumempokea Bwana, naye amesema wote tuliompokea ametupa uwezo wa kufanyika wana. Nasi tu wana wa Bwana, tutakwenda sawasawa na Bwana, tutafanya sawasawa na Bwana katika
jina la Yesu Kristo, na kwa damu ya Yesu, damu ya mwana kondoo ali hai. Mungu ketie mahali palipoinuka juu, Mungu liye Alfa na Omega, Mungu liye mwanzo na mwisho, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya siku hii ya leo. Mungu amekuwa mwaminifu kweli. Basi ninaomba ushike sadaka yako mahali hapo ulipo, ili tuweze kuomba kwa ajili ya sadaka yako. Mungu wetu na Baba yetu, tunakushukuru kwa ajili ya wema wako na fadhili zako. Wewe Mungu uliye Alfa na Omega, uliye mwanzo na mwisho, uliye mtakatifu, pokea sifa, heshima, utukufu na mamlaka. Baba, asante kwa ajili ya somo hili, asante kwa ajili ya kibali. Watoto wako Bwana wamekuja nyumbani kwako, lakini hawakuja mikono mitupu. Mungu, ninakushukuru, ninakutukuza. Tazama mikononi mwao wameshika sadaka. Wako wanaofikiria kutoa sadaka wengine kwenye simu. Baba, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu, ninakushini na kuomba Mungu ukabariki sadaka zao, ukazitakase zikapate kibali mbele za macho yako, zikatende sawa sawa na mapenzi yako. Ni katika jina la Yesu Kristo, jina lipitalo majina yote, sadaka hizi zikapate kibali mbele za macho yako, ukazitakase Bwana, ukabariki kazi ya mikono yao, ukabariki biashara zao, kazi zao, mifugo yao na mashamba yao, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu, damu ya mwana kondoo aliye hai. Amen.